kuna mwalimu anaitwa Dogo Nuraini au Di Nuraini, nategemea irabu yake ni gani. Inaweza ikawa Dogo, inaweza ikawa Di mtoko. Asimame ili tumuone huyu ni zao la Mahdi Imam Shafi, lakini sasa ni mwalimu. Amesoma hapa, lakini sasa ni mwalimu wa Mahdi, anafundisha hasa masomo ya Qur'an. Allah alijalia kuendeleza sana kwenye somo la Qur'an, kwa ni mwalimu wetu wa Qur'an. Anayefuata Sheikh Abdullah Chumbe, ni umemwona pia ni zao la Mahdi ya Imam Shafi. Soma hapa kisha kina soma chuo kikuu cha Afrika kilichoko Sudan. Kwa hiyo tuko nasi mtafiti. Hao wawili wote wanawakilisha idara ya nidhamu kwa mwaka uliopita. Huenda mwaka huu wakawa na nafasi nyingine, lakini hivi sasa ndio walimu wa nidhamu. Mwalimu wa nidhamu Chumbe ndio mkuu wa idara ya nidhamu, na Al-Akh Di Nuraini yeye ni msaidizi wake. Yuko mwingine Sheikh Salim Katana, amaelewa na huyu kumwona pia, naye huyu ni katika wanafunzi ambao wamesoma hapa wakaenda kusoma masomo nchini Saudi Arabia. Ndio kumwona inshallah Salim Katana. Alifuata anaitwa Ali Shomari. Hapa yeye pia ni zao la Mahdi Imam Shafi, amesoma hapa Imam Shafi, kisha akaenda kusoma chuo kikuu cha Afrika pale Khartoum, Sudan. Akarejea hapa akawa anaendelea kuwa mwalimu wa Mahdi Imam Shafi kwa kiasi miaka kadhaa sasa, takriban mitano naye katika chuo hiki cha Imam Shafi. Na yeye pia yuko katika idara ya elimu kama Imam Shafi. Anayefuata Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina anaitwa Said Muhammad Hamisi. Mimi ni mkufunzi pale chuo cha ualimu hapa, lakini pia ni msaidizi wa Mr. Omari hapa katika kituo chetu cha Open School hapa QT. Kwa pamoja kwa wale ambao wameshajisajili. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina anaitwa Omari Abdallah Yahya. Mimi ni msimamizi mkuu wa Open School ambao ni Imam Shafi. Nitakuwa pamoja na zangu hapa ambaye ni msaidizi wangu na walimu wengine ambao tutaona siku ya Jumamosi tutakapokuja inshallah. Utambulizi mwingine tutatambuana. Hawa wawili wamejitambulisha wenyewe kwa sababu kwa kiasi fulani hizi nafasi wameanza kutumikia rasmi hivi sasa. Umeona na asili ya kituo chenyewe Mahdi Imam Shafi Open School ilikuwa ni hapa. Kutokana na sababu moja au nyingine tumekihamishia kwenda chuo chetu cha ualimu. Na tutakuja kujua ile wageni ambao ni wageni, tunajua kwamba hapa tuna vituo vingi vya elimu vingi hapa mjini. Licha ya kuwa tuna Imam Shafi, tuna shule za kuanzia shule ya awali mpaka sekondari, na tuna chuo cha ualimu pia. Kwa hiyo hawa ni watumishi wa chuo cha ualimu, lakini wanasimamia kitengo cha QT. Umeona?
Anayefuata anaitwa Ali Nasoro Kisogo. Sawa, ni mwalimu wa Mahadi Imam Shafi. Mimi sikusoma hapa, nimesoma Dar es Salaam chuo cha Haramain, alafu nikasoma chuo cha Madina Munawwara Jamia Islamia, na tafasusi yangu hasa ni lugha ya Kiarabu. Tafasusi lugha ya Kiarabu. Melona alipata ni shekhe ambaye pia jina lake ni shekhe. Yeye ni shekhe lakini pia jina lake ni shekhe. Kwa hiyo kuita shekhe pekee yake kwa kukosa adabu. Sawa na kuita mimi Ali. Sawa? Unaelewa? Kuita shekhe pekee yake umekosa adabu, umemkatiza jina. Sawa? Bali inabidi uweke shekhe shekhe. Ndio? Hiyo watu mlielewe hilo. Kwa baadhi kuita shekhe bila kuita shekhe atakuweka chini mtaalamu na kwa hiyo. Kwa adabu. Shekhe pia amesoma Haramain Dar es Salaam. Huko nyuma alipitia huko kadhaa maarufu hapa na baadaye akaenda kusoma Sudan. Chuo hicho cha Afrika ambacho kwa kweli kimefanya juhudi kubwa sana, lakini inna lillahi wa inna ilaihi. Sudan sasa hivi kwa sababu ya vita hakuna tena hiyo habari ya kusoma, hakuna. Hii ni athari mbaya ya vita. Hakuna tena habari ya kusoma kwa mpangilio. Watu wameanza kusoma online, lakini nchi za maskini kama zetu hizi kusoma online ni shida. Kwa bahati mbaya hakuna utawala unaoeleweka. Kila mtu anasema yeye ndio rais wa nchi. Matokeo yake kwa kweli zile nafasi ambazo tulikuwa tukipata kwa wiki takriban inafika nafasi 300 hivi kwa mwaka mmoja zinakuja kwa ajili ya Tanzania pekee yake. Lakini sasa hakuna. Kwa tumepoteza moja ya wakati muhimu sana, au moja ya fursa muhimu sana za kusoma ambazo tulikuwa tunapata mashehe. Alipata pale ni Sheikh Miraj Ibn Zubair. Nimeona yeye ni zao la Mahdi Imam Shafi pia kusoma hapa. Kisha akaenda pia huko Sudan, Jamia Afrika ya Sudan. Mwalimu pia mwandamizi kwa sababu alitoka akiwa mwalimu na karudi akiwa mwalimu. Alifuata ni Sheikh, wote mnamfahamu, wa muarraf la muarraf. Haitaji taarifa kubwa sana. Sheikh Hassan maarufu kama Masiwani. Umeona yeye amesoma pia chuo hiki cha Imam Shafi. Ameanza katika wanafunzi waanzilishi kwa chuo hiki cha Imam Shafi. Mwaka hiyo hapa kwenye mjazaliwa bado. Umeona au mshazaliwa? Labda baadaye mjazaliwa. 1997. Nani alikuwepo mwaka 1997? Sema ukweli kabisa, tuoshe mkono. Sasa tifu. Ama watakuwepo. Yule bwana mmoja tu. Mmoja tu basi. Kwa hiyo ni wote chuo cha Imam Shafi ndio mkiamkie shikamoo. Walikuwepo wale. Kwa hiyo hasa ni waanzilishi. Na waanzilishi mara nyingi huwa wanachukua zubda, anachukua vile vitu vizito. Mtapata historia zake baadaye. Walikuwa kila hapa mpaka wanagaia majirani huko mayai wanagaiwa. Watu kufika wakati wa kula tu vingine vyote vinakuja hapa. Ile share yake ya kula mayai mawili huko panya moja na nini sijui idari na nini anampa mwenzake kidogo hapa hivi. Inshallah sitarudi hizo zangu. Inshallah. Lakini ukiwa kama sikini sasa hivi tutaenda uzembe. Wakati huo walikuwa wanajitambua sana. Ili mkitambua mtakula mtalala. Hao walikuwa kila wakisoma. Kwa kila wakisoma. Kwa hiyo Sheikh Hassan naye nafikiri tutakuwa naye inshallah kwa mwaka huu na miaka mingine inayofuata. Anayefuatia ni Sheikh mwingine amevaa miwani, Ishaq Musa. Yeye
amemaliza hapa pia chuoni, na kwa bahati amesoma katika mfumo wa taasisi kwa muda mrefu. Yeye alikuwa taasisi sana. Amesoma pia shule ya Arafa, ambayo ni shule moja ya shule zetu muhimu hapa Tanga na Tanzania kwa ujumla. Amekwenda kusoma baadaye chuo cha Afrika, chuo kikuu cha Afrika, au kwa lugha nyingine ni Jamia Afrikia ya Sudan. Kwa hiyo tunaye mwalimu naye pia mwalimu hapa. Anayefuata Sheikh Ali Yusuf, yule mnayemwona pale, yeye ni mwalimu ambaye anajitolea kutoka nchi ya Komoro, kutoka nchi ya Komoro. Amesoma Jamia, amesoma mamlaka ya Saudia. Kwa tunaye hapa tokea mwaka wa jana, tunaendelea naye. Anayefuata mwisho kabisa kule anaitwa Musa Ramadhan. Zamani alikuwa akijulikana kama sahibul qaryati. Kwa hiyo tunaye hapa, aliwahi kupitia masomo yake katika Mahdi al-Faruq. Sasa tunaye katika chuo chetu hiki cha, kwa alikwenda kuendeleza masomo Kenya, kumaliza masomo yake Kenya. Sasa hivi tunaye katika chuo chetu hiki cha Imam Shafi takriban miaka 2 sasa. Halafu bila kusahau tunaye mwalimu mwingine anaitwa Sheikh Abdullahi Sanda. Abdullahi Sanda ndiye ambaye tunamuona amesimama kama kamera man. Piga picha hapa. Yeye yuko katika idara na Shafi, kwa hiyo yeye anasimamia masuala ya kupiga picha pia. Na ana kituo chake, napenda nikitangaza, lakini pia zanilipa, inaitwa Sanda TV. Ukiona Sanda msiogope, unasema kuna kifo hapa. Nadhani kwamba hapo leo ndani yake ni masuala ya kufa. Sanda ni jina, kama ilivyokuwa Kisogo jina. Tumeelewana? Kwa hiyo ni Sheikh ambao amesoma Jamia Islamia Madina Munawwara na Kisauni pia amesoma. Kwa hiyo tunaye hapa muda mrefu sana, walimu waandamizi hapa. Walimu ambao hawapo kama tulisema kama watatu hivi au wanne. Tunaye Sheikh Salim Awad Ghafari, ambaye mwalimu muasisi katika waasisi pia wa mwanzo wa Mahdi Imam Shafi, katika mudiri wa mwanzo pia wa Mahdi Imam Shafi, ambaye pia alikuwa kiongozi mkuu au mmoja wa viongozi wakuu wa taasisi ya Ansar. Alikuwa naye mudiri wa kazi ya Ansar. Tunaye ambaye tutamuona atakuja inshallah, atakuja kufundisha. Pia tunaye mwalimu mwingine anaitwa mwalimu Sheikh Abubakar Qasim, ambaye ni mushrif taalim wa markaz, mushrif taalim katika markaz kuu Ansar. Amesomea Jamia Islamia bil Madina Munawwara. Tunaye hapa pia ni mwalimu. Tunaye pia mwalimu anaitwa Ahmad Mwaita. Ahmad Mwaita ambaye alikuwa hayuko sasa, anapata kuhudhuria. Kwa hiyo huyu naye amesoma Jamia Islamia bil Madina Munawwara. Tumeelewana? Na yule mwalimu ambaye hayuko pia Sheikh Salim Kalamu amesoma chuo cha Jamia ya Haji Saudi Arabia. Pia ni katika watu ambao wamesoma hapa Mahdi Imam Shafi. Umeelewana? Hiyo takriban ndio timu ya Imam Shafi kwa hiyo. Sasa naamini kwa kuizi tuliokuwepo zitaakisi maendeleo makubwa ya kielimu katika chuo chetu. Mara zote alhamdulillah, thumma alhamdulillah, nasema bado tuko vizuri kielimu. Bado vizuri kielimu na hata kiakhlaq kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mimi nafikiri kwa vile tunakuwa na kikao na walimu saa 5 hivi 5:15, tuko na kikao kile na walimu, ili tutawaruhusu kipindi hiki muondoke mpaka siku ya Jumamosi kwa kuanza rasmi masomo. Rasmi yataanza masomo. Na mmesikiliza maelekezo hapo kwa wale ambao watarejea kwa mtani. Umeelewana? Na pia mtasikiliza maelezo mengine kutoka kwa idara muhimu sana kwa tunataka kwa kuzungumza hadi muda dakika 5 kwa utoshi. Kwa nataka angalau wapate saa nzima. Kwa Jumamosi, Jumapili watakuwa na nini hapa msikitini, akizungumza taratibu za nidhamu ambazo ni muhimu sana kuzielewa. Umeelewana jamaa?
Kwa hiyo baada ya haya nafikiri hakuna la ziada. Insha Allah tuondoke nyumbani kwetu, na wale ambao wanaishi hapa waendelee kukaa hapa. Lakini kuna tambii mbili ambazo tumepewa. Kwanza kuna vitabu hivi ambavyo watangaiwa wale wanafunzi wako wapate kusoma na wao vitabu kama zawadi. Hii leo tulitamani kuwa na zawadi nyingi zaidi kuliko hizi, nipata Allah, nipata hiyo mchache. Hiyo ni moja. Pili, kuna mhisani mmoja amependa kuwavesha watu kanzu, lakini wachache sana katika wanafunzi wake, kanzu kama 20 hivi, sio 25. Sasa wanafunzi wapya tuliwasajili wanafika wangapi mwaka huu? 70.